Naam, habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, na huu ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii itakuwa ni episodi ya pili, na leo ikiwa ni siku ya tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, lakini pia kumbuka kama nilivyokuhabarisha hapo awali ya kwamba kuanzia sasa tutakuwa tunakwenda kwa mfumo wa episodi. Kwa hiyo kama leo Ijumaa tutaishia episodi ya 3, basi Jumatatu tutaendelea na episodi ya 4. Kumbuka pia ya kwamba tupo na shahidi namba 3 Samuel Elibariki Kaya, lakini pia tutamuita Samuel kwa lengo la kutofautisha majina kati ya shahidi namba 2 ambaye alikuwa anaitwa Inspector John Kaya pamoja na huyu wa sasa. Lakini pia kumbuka ya kwamba kama nilivyokuambia, hii ni episodi ya pili, na episodi ya kwanza tulishia pale ambapo shahidi wetu namba 3 alikuwa nazidi kutoa ushahidi wake, lakini pia alizungumza ya kwamba baada ya usajili kitu ambacho kinafuata kinakuwa ni kupeleka kwa mkuu wa kitengo kwa ajili ya assignment kwa hayo majalada ambayo ameyafungua kwa ajili ya uchunguzi. Kwa hiyo tunaendelea na hii ni episodi ya pili. Kubwa zaidi, tuachie maoni yako kwa kila kitu ambacho unakisikia katika kesi hii. Anaendelea shahidi namba 3 wa Jamhuri Samuel Elibariki Kaya. Baada ya hilo kutokea, anasema nilienda maabara kwa ajili ya kuandaa vifaa vya uchunguzi. Barua zote mbili, tukianza na ile ya FB mkwaju PH mkwaju labu mkwaju 106 ya mwaka 2025 ilikuwa inahusu jalada la kuchunguza uchapishaji wa taarifa za uongo, na lile lenye namba PH labu mkwaju 107 la mwaka 2025 ikiwa na kosa la uhaini. Wakili wa serikali Sawabu anamuuliza tena shahidi, umesema baada ya kuwa assigned ulienda maabara, ieleze mahakama nini ulifanya huko maabara. Shahidi anasema nilifika maabara na kufanya maandalizi ya vifaa vyangu vya uchunguzi. Maandalizi niliyoyafanya ni kuandaa vifaa chunguzi kwa maana ya kompyuta maalum kwa ajili ya uchunguzi. Baada ya kumaliza kuandaa kompyuta na printer kwa ajili ya uchunguzi, hapa tukumbuke kwamba nilikuwa na barua 2 ambazo nilikuwa assigned kuzifanyia kazi, hivyo niliamua kusoma barua hizo ili kufahamu matakwa ya requesting authority wanataka nini. Mheshimiwa Jaji, barua moja ilikuwa inahusu kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni na nyingine ilikuwa inahusu uhaini. Barua ya uhaini ilikuwa na kumbukumbu namba DA.223 mkwaju 476 mkwaju 01B mkwaju 169. Barua hiyo pamoja na muhtasari ilinihitaji kufanya mambo yafuatayo. Ilihitaji chanzo cha picha mjongeo inayopatikana kwenye flash disk aina ya Xerox, kuchunguza uthibitisho wa uhalisia wa maudhui ya picha mjongeo iliyopo kwenye flash disk. Nichunguze chanzo cha picha mjongeo iliyopo kwenye memory card. Pia nichunguze uhalisia wa maudhui ya picha mjongeo iliyopo kwenye memory card aina ya Aldepo, kufanya ulinganisho wa maudhui ya picha mjongeo iliyoko kwenye flash disk aina ya Xerox kama yanafanana na maudhui ya picha mjongeo iliyokuwepo kwenye memory card aina ya Aldepo. Kiuhalisia huyu shahidi hapa anazungumza jambo hilo moja, na wakili wa serikali anarudia kuuliza swali hilo mara 3 tu mpaka mtu unaona uvivu kuandika. Mfano, hiyo habari ya video ilisema nini, au Mheshimiwa Lissu alisema nini kwenye mazungumzo yake na watiania kwa namna kesi inavyoenda. Hata sio tatizo, na amekuwa hapingi kuwa maneno yale siyo ya kwake. Swali lake na hoja yake ni kwamba je, hayo aliyosema ni kosa kisheria
ni uhaini? Sasa hawa mashahidi wanatupotezea muda wa siku kadhaa kutuambia namna walivyochunguza video, wakati hiyo video mtuhumiwa hana pingamizi nayo. Nafahamu zipo hatua za kisheria zinapaswa kufuatwa ili exhibit zipokelewe mahakamani, lakini kwa shahidi huyu nimewauliza hata mawakili wanasema kwa kiasi kikubwa wanapoteza tu muda, mengine hata sio matakwa ya kisheria. Acha tuendelee naye na tusubiri muda wa yeye kuanza kuulizwa maswali ya dodoso na mshtakiwa, ndiyo tutaelewana zaidi. Shahidi Samuel Kaya anasema, pia niliambiwa nichunguze maudhui yafuatayo kama yanapatikana kwenye flash disk hiyo. Maudhui hayo ni haya. Wanasema hivi: msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli kabisa, maana tutazuia uchaguzi, hivyo tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo namna ya kupata mabadiliko. Tunaenda kukinukisha sana sana. Uchaguzi huu tutauvuruga, maana tunaenda kukinukisha vibaya sana. Nilifanya uhakiki wa vifaa vya uchunguzi kwa maana ya kompyuta maalum kwa ajili ya kufanyia uchunguzi huo, printer maalum aina ya Epson. Nilikagua program endeshi kwa maana ya operating system Windows 11, program chunguzi kwa maana ya forensic software and security software, AMPD5 na AMPD Authenticate. Waheshimiwa majaji, naomba nieleze namna maana ya AMPD5 na AMPD Authenticate. Kumbuka kwamba hapo nyuma pia alijaribu kutuelezea maana ya maneno hayo, lakini pia hapa amesema pia anaomba auelezee waheshimiwa majaji maana yake. Shahidi anasema AMPD Authenticate inafanya basic na advanced image analysis, pia inafanya basic and advanced video analysis, pia inafanya utambuzi wa sura kwa maana ya facial recognition. Waheshimiwa majaji, nilitazama pia program linzi kwa maana ya security software. Hii program linzi ni Kaspersky antivirus ambayo kazi yake ni kulinda program endeshi pamoja na program zote zilizopo kwenye kompyuta hiyo, na pia inalinda vilelezo unavyovipokea visiliwe na virusi au malware. Shahidi akizidi kuelezea namna alivyochunguza flash ambazo ndani yake kulikuwa na video kutoka Jambo TV. Shahidi wetu anaendelea hapa, Samuel Elibariki Kaya anasema, tunafanya huu uhakiki kwa sababu programu endeshi ndiyo inayoendesha hardware ya kompyuta. Kwa maana nyingine, kama program linzi isipokuwa compatible au isipoendana na hardware kwa maana ya kompyuta hiyo, it cannot execute any task. Sambamba na hilo, program chunguzi lazima iwe compatible au ziendane na program endeshi ili iweze kufanya majukumu yake mahususi. Waheshimiwa majaji, hali ya program kwa siku hiyo ya tarehe 8 ya mwezi wa 4 ilikuwa timilifu, kwa maana program zilikuwa updated, zilikuwa salama kwa ajili ya kufanya majukumu yake mahususi. Waheshimiwa majaji, baada ya kufanya uhakiki wa vifaa, nilifanya uchunguzi wangu wa awali kwa maana ya preliminary examination. Nilifungua kompyuta yangu maalum kwa maana ya kuiwasha. Nilichukua flash disk aina ya Xeoxia kwa ajili ya kuifanyia uchunguzi. Baada ya kufungua kompyuta yangu, niliiweka kwenye Universal Serial Bus USB. Baada ya kuiweka kwenye USB, niliifungua ili kutazama kilichopo ndani ya flash. Baada ya kuifungua, nilikuta ina nywila, yani password, hivyo niliwasiliana na mamlaka iliyoleta vilelezo kwa ajili ya kupata nywila au password. Baada ya kupata nywila, niliendelea na uchunguzi wangu wa awali na nilikutana na video mjongeo moja ilikuwa na heading Tundu Lissu uso kwa uso na watiania majimboni, no reforms no election, njia panda. Na hiyo video ilikuwa na urefu wa masaa 3 na dakika 38 na ilikuwa katika mfumo wa MP4 file format. MP4 inatokana na neno MPEG Part 14. Kirefu cha MPEG
ni Movable Picture Expert Group. Huyu bwana Samuel Libariki Kaya, naye miongoni mwa kitu anatufurahisha hapa mahakamani ni kujifanya napenda Viingereza, lakini pia kutaja misamiati yake ya kitaalamu. Sasa anakosea sana kutamka hayo maneno. Mheshimiwa Lissu kuna muda anauliza mara mbili kuwa umetamka nini, kama vile hajaelewa. Akirudia anamwambia tamkeni vizuri jamani, Kiingereza cha wapi hicho? Nafikiri kama taifa hili swala la kizungu ni ugonjwa mkubwa, inafaa utafutiwe dawa. Halafu ugonjwa kwa mapolisi unaweza kuwa ni mkubwa sana kuliko makundi mengine yote. Sasa tuendelee na kesi yetu hapa. Sawabu Isa, wakili wa serikali, anamwambia shahidi kingine, nini uliona? Baada ya shahidi kuulizwa anasema, waheshimiwa majaji, pia niliona maudhui yafuatayo. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, maana tutazuia uchaguzi, hivyo tutahamasisha uasi, na hiyo ndio namna pekee ya kupata mabadiliko. Tunakwenda kukinukisha sana. Tunaenda kuvuruga uchaguzi huu, tunaenda kukinukisha vibaya sana. Waheshimiwa majaji, maudhui haya yanapatikana kwenye risala pili na dakika 58. Pia nilibaini mwendelezo wa matukio kwa maana ya continuity. Pia nilibaini jump shot kwa maana ya kuwa hakukuwa na kukatika kwa picha. Nilibaini pia necessary or unnecessary movement, kulikuwa na movement za watu mbalimbali au mtu mmoja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nilibaini pia uwepo wa rangi halisi na mwanga halisi wa picha mjongeo. Naomba nifafanue kuhusu rangi na mwanga halisi. Kumbuka pia hapo nyuma alituelezea yote haya ili kukagua kama ile video mtu ambaye alikuwa anazungumza ni sahihi. Basi walikuwa wanaangalia vitu kama hivyo, necessary pamoja na unnecessary movement, kama watu wanapita, magari na vitu vingine. Kwa hiyo akasema hapa, waheshimiwa majaji, naomba niwaelezee kuhusu rangi na mwanga halisi. Shahidi anasema, waheshimiwa majaji, unaporekodi picha au picha mjongeo kuna kitu kinaitwa white balance. White balance kazi yake ni kuseti mwanga wa rangi asili ya vitu vinavyorekodiwa. Hii white balance ina component chache kwa ajili ya kufanya hayo. Mfano, kama una rekodi wakati wa mvua, utaiseti kamera yako kwenye cloud setting. Kama ni kwenye kivuli, utaseti kamera yako kwenye shadow. Kama ni majira ya kawaida ya jua, utaseti kamera yako kwenye day. White balance ilituonyesha kwamba video hii ina mwanga halisi. Waheshimiwa majaji, pia nilitazama mstari mshazari na ninaomba nizungumzie hapa ili pakae sawa. Katika mizania ya informatics, object near the lens of the camera is much greater than the object far from the lens of the camera. Mfano mzuri ni mtu anapojipigia selfie, sehemu ya kichwa itakuwa ni kubwa kuliko sehemu ya miguu ambayo iko mbali na kamera. Kwa maana hiyo, waheshimiwa majaji, focal length is a basic attribute in this fact. Shahidi hapa akituelezea namna ambavyo anayejua kazi yake vizuri ya kupiga picha. Shahidi Sawabu anasema hapa, baada ya shahidi kusema hivyo, wakili wa serikali Sawabu anasema, shahidi, uliona nini ulipotazama video uliokuwa unachunguza kuhusiana na mstari mshazari? Shahidi anasema, waheshimiwa majaji, nilibaini uwepo wa mstari mshazari kwa maana kuwa picha mjongeo ile ilikuwa ni halisi. Mwisho wa ushahidi wa shahidi kuhusu uchunguzi wa awali. Sasa anaingia katika uchunguzi wa kisayansi kuhusu picha mjongeo. Shahidi anaulizwa, baada ya kumaliza uchunguzi wa awali kumalizika, ulifanya nini? Shahidi anasema, waheshimiwa majaji, nilifanya uchunguzi wa kisayansi. Maana ya uchunguzi wa awali, hauwezi kuthibitisha kila kitu. Hii ni kwa sababu huwezi kuthibitisha uchunguzi wa kisayansi kwa kutazama tu, lazima uingie kwa ndani. Katika kufanya uchunguzi wa kisayansi, nilifungua application yangu ya Amped Authenticate
nilienda sehemu imeandikwa faili na kuna menu ndani inaitwa open. Nilielekeza sehemu inayosomeka flash disk Zioxia. Niliifungua na baada ya kuiona nilihakiki. Then baada ya kufungua flash hiyo, nilidouble click picha mjongeo hiyo iliyopo kwenye flash kwa ajili ya kuivuta to export kwenye Ampd Authenticate Interface. Ampd Authenticate Interface ni pale ambapo the examiner anaweza kuiona video na kuifanyia uchunguzi. Wakili Sawabu anasema, ulifungua nini? Tuendelee. Shahidi Samueli anasema, baada ya kufungua nilikliki, na baada ya kufungua nilidouble click picha mjongeo iliyopo kwenye flash kwa ajili ya kuivuta kwenye Ampd Authenticate Interface au kuivuta, maana yake nazungumzia kuexport. Sawabu, wakili wa serikali, anamwambia shahidi endelea. Shahidi Samueli anasema, Ampd Authenticate Interface ni sehemu ambayo examiner anaweza kuiona video yake na kuifanyia uchunguzi. Baada ya kufungua export video yangu, nilianza uchunguzi wa kisayansi. Wakili wa serikali Sawabu anamuuliza, ambapo ulifanya nini? Shahidi Samueli anasema, nilienda moja kwa moja kwenye media info ambayo ni JSON. Lengo la kwenda hapo ni kutafuta information za picha mjongeo kwa maana ya metadata. Shahidi anasema, baada ya kwenda kwenye JSON kutafuta data za kidigitali za picha mjongeo, screenshot pia nilikuwa na police notebook kwa ajili ya kurekodi kila hatua ninayofanya. Wakili wa serikali Sawabu anasema, ulichobaini hapo ni nini haswa? Shahidi, hapa tuambie ni kitu gani ambacho alikuwa amekibaini hapo. Baada ya kuulizwa hivyo, shahidi anasema, baada ya kupata taarifa za kidigitali nilibaini picha mjongeo ninayochunguza ni picha iliyopakuliwa kwa maana ya downloaded. Picha iliyopakuliwa kwenye mtandao wa kijamii unaotokana na website au webu inayotambulika kwa URL. Wakili wa serikali Sawabu anasema, URL ni ya mtandao gani? Shahidi Samueli anasema ni YouTube. Wakili wa serikali Sawabu anasema, kitu gani kingine uliona? Shahidi Samueli anasema, niliona URL upload ilikuwa ni @Jambo TV. Anasema pia nilibaini viewers walioona walikuwa takriban 52,406, lakini pia niliona wafuasi kwa maana ya subscribers ambao ilikuwa ni jumla ya watu 1,110,000. Pia niliona walio like kwa maana ya kupenda hayo maudhui walikuwa 578. Vingine nitavionyesha nitakapokuwa nawasilisha taarifa yangu ya uchunguzi. Shahidi anamaliza kuelezea kuhusu uchunguzi wa kisayansi. Sasa anaeleza hatua inayofuata ya clone analysis. Hapa ndipo pale ambapo anachunguza kama video hile haikuwa ni ya AI au artificial intelligence. Shahidi anaulizwa, baada ya kumaliza uchunguzi wa kisayansi alifanya nini? Shahidi anasema, baada ya kumaliza uchunguzi wa kisayansi nilifanya clone analysis. Waheshimiwa majaji, hapa tunaangalia kama kuna pandikizi labda la sura ama sauti. Clone analysis may determine if there is a deep fake. Waheshimiwa majaji, kupitia hiyo menu ya clone analysis inayopatikana kwenye Ampd Authenticate, hii inasaidia to identify sehemu ambazo zimepandikizwa na mtu akiwa anaongea, itakuwa inaonyesha maki mtu akiwa anaongea, ila kwenye video itakuonyesha trace ya maungio kama mtu amevalishwa sura ya mtu mwingine. Mimi nilibaini kuwa picha mjongeo niliyoletewa haikuwa na pandikizi lolote. Shahidi anamaliza kuelezea kuhusu uchunguzi wa clone analysis. Sasa anaeleza hatua inayofuata ya noise analysis. Wakili wa serikali Sawabu anasema, tupo kwenye hatua ya noise analysis, hebu tuendelee. Shahidi Samueli anasema, kwa mantiki hiyo tunapofanya mambo ya noise analysis
Ni namna gani kinaweza kuaffect hichi kitu kinaitwa pixel? Wakili Sawabu Issa anasema, ulibaini kitu gani kwenye noise analysis na pixel? Shahidi anasema, picha hiyo mjongeo ilirekodiwa daytime, kwamba ilirekodiwa wakati wa mchana. Daytime ndicho kitu ambacho alikibaini shahidi. Wakili wa serikali Sawabu Issa anasema, baada ya kubaini picha ilirekodiwa mchana, nini kingine ulibaini? Shahidi Samueli, nilikuwa na noti kwenye notebook yangu, nikaenda hatua inayofuata. Sawabu, hatua gani hiyo ndugu shahidi? Shahidi, baada ya hapo nilitoa flash yangu. Wakili wa serikali Sawabu Issa, ukaitoa wapi? Shahidi, kuna muda hapa wanaulizana vitu ambavyo unasema mbona kama vinatupotezea muda hapa. Anyway, ngoja tuendelee hapa. Shahidi anasema, nilitoa kwenye USB port kwenye kompyuta yangu ya uchunguzi. Shahidi anasema, nilitoa memory card inayotakiwa kufanyiwa uchunguzi pia. Waheshimiwa majaji, nilifungua software na kompyuta ilikuwa on, nika export kama nilivyosema mwanzo. Waheshimiwa, naomba niwarudishe nyuma kidogo nisije nikawa naruka. Nilifanya uchunguzi wa awali wa memory card pia. Sawabu, ulifanya nini kwenye uchunguzi huo wa awali? Shahidi, nilifungua memory card ili kujua kilichopo ndani. Baada ya kufungua nilibaini mambo yafuatayo. Kuwepo kwa vipande 25 vya picha mjongeo. Sawabu, kingine ulichobaini ni nini? Shahidi, vipande hivyo vilikuwa kwenye folder iliyoandikwa stream, na pia vipande hivyo vilikuwa named kuanzia namba 6 hadi 30. Kipande namba 28 kilikuwa na maneno yafuatayo. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi kweli, maana tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo njia pekee ya kupata mabadiliko. Tunaenda kukinukisha sana. Uchaguzi huu tutavuruga. Tunaenda kukinukisha vibaya sana. Maudhui hayo yalipatikana dakika ya 8 na sekunde ya 27. Waheshimiwa majaji, pia niliona mwendelezo wa matukio kwa maana ya continuity. Niliona necessary and unnecessary movement of things. Niliona mstari mshazari. Pia niliona uwepo wa rangi halisi na mwanga halisi due to the presence of white balance. Lakini pia shahidi anasema hapa ni hayo tu waheshimiwa majaji, nilibaini na niliandika pia kwenye notebook yangu. Mwisho wa ushahidi wa shahidi kuhusu uchunguzi wa awali kuhusu picha mjongeo zilizopo kwenye memory card. Wakili wa serikali Sawabu Issa anasema, shahidi anaulizwa hapa tena na wakili Sawabu Issa kwamba baada ya kumaliza uchunguzi wa awali ulifanya nini? Shahidi anasema, waheshimiwa majaji, nilipita njia zile zile nilizosema awali. Nilifungua ampli authenticate, nilifungua menu ya faili na nilikliki palipoandikwa open, na ukiexport video moja kwa moja na kuexport video moja baada ya nyingine. Waheshimiwa majaji, hapa nilikuwa na video clip 25, hivyo nilichukua video moja baada ya nyingine mpaka nilipomaliza uchunguzi wangu. Nilianza na uchunguzi unaoitwa error level analysis, na hapa tunaangalia compression au decompression ya video unayoifanyia analysis. Hapa nilitazama V codec na A codec ili kutazama kama video iliongezwa sauti au video yenyewe. Nilibaini katika uchunguzi wangu kuwa video ilikuwa ni halisi. Waheshimiwa majaji, baada ya hapo nilifanya sensory pattern analysis kwa maana ya PRNU, kirefu chake ni photo response non-uniformity. Katika uchunguzi wangu nilibaini kamera iliyotumika ni Sony HXR NX100 kupata picha mjongeo hizo. Baada ya kubaini hivyo, niliendelea na hatua inayofuata, lakini naomba kueleza mheshimiwa jaji kwamba metadata inaweza kubainisha kifaa ulichotumia. Waheshimiwa majaji, pia nilifanya clone analysis na nilibaini kuwa hapakuwa na pandikizi lolote la picha mjongeo hiyo wala sauti. Baada ya hapo nilifanya noise analysis na nilibaini picha mjongeo niliyokuwa naichunguza haikuwa na noise zilizosambaa. Uchunguzi mwingine niliofanya
ni illumination analysis. Hapa tunaangalia kiasi cha mwanga uliotumika wakati picha inarekodiwa, kwa maana ya light balance, ISO, iris au aperture, na mwishoni ni shutter speed. Hii ilinisaidia kutambua kuwa picha hiyo ilirekodiwa na kamera, hivyo ni halisi. Shahidi anamaliza pia maelezo hapa kuhusu uchunguzi aliofanya, na sasa anaeleza nini alifanya baada ya kumaliza uchunguzi wake. Bado tupo na shahidi namba 3. Sasa ametuelezea hapa namna alivyofanya uchunguzi, na sasa tuangalie nini alikifanya baada ya kumaliza uchunguzi wake katika kesi hii ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Shahidi na sasa anaulizwa baada ya kuchunguza vielelezo hivyo viwili, kwa maana ya flash disk na memory card, alifanya nini? Anayemuuliza, kumbuka, ni wakili wa serikali Sawabu Issa. Shahidi anajibu kuwa, waheshimiwa majaji, nilianza kuandaa taarifa ya uchunguzi huo, taarifa ambayo ilijibu kile ambacho matakwa ya requesting authority litaka kufanyiwa. Requesting authority walitaka kujua chanzo cha picha mjongeo iliyopo kwenye flash disk, lakini pia chanzo cha picha mjongeo iliyopo kwenye memory card. Kingine ni kupata uthibitisho wa uhalisia wa maudhui yaliyokuwepo kwenye picha mjongeo iliyopo kwenye flash disk na uthibitisho wa uhalisia wa maudhui yaliyokuwepo kwenye picha mjongeo iliyopo kwenye memory card. Ulinganisho wa uhalisia wa picha mjongeo iliyopo kwenye flash disk na iliyopo kwenye memory card, pia kutambua kama kuna uwepo wa maudhui yafuatayo. Wanasema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, kwa sababu tunakwenda kuzuia uchaguzi, hivyo tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo njia pekee ya kupata mabadiliko. Tutakinukisha sana. Uchaguzi huu tutauvuruga, tutakinukisha vibaya sana. Kulingana na maombi kutoka kwa requesting authority, niliandaa ripoti nikijibu hayo niliyoombwa kuyachunguza. Majibu niliyoandaa ni kama yafuatayo. Baada ya shahidi hapa kuzungumza hivyo, Mheshimiwa Lissu anasimama na kupinga shahidi kuanza kuzungumzia ripoti kabla ya ripoti kuwa tendered mahakamani, ikiwa hivyo ni sawa na kuingiza ushahidi kwa mlango wa nyuma. Wakili wa serikali Sawabu Issa anasema, waheshimiwa majaji, naomba kuondoa hilo swali. Baada ya kukamilisha kuandaa ripoti, uliandaa nini? Wakili wa serikali Sawabu Issa anamuuliza tena shahidi. Shahidi anasema, waheshimiwa majaji, niliandaa covering letter kwa ajili ya kuwajulisha requesting authority kuhusu majibu ya uchunguzi huo. Baada ya kuandaa barua hiyo, ilisainiwa na mnazimu wa maabara ya uchunguzi kwa niaba ya kamishna wa uchunguzi wa sayansi ya jinai. Barua pamoja na ripoti ya uchunguzi ziligongwa muhuri wa kamisheni. Baada ya hapo, nilisaini taarifa yangu ya uchunguzi na tulipaki vielelezo na taarifa ya uchunguzi. Vielelezo niliweka katika bahasha na taarifa niliweka katika bahasha. Baada ya hapo, nilisaini bahasha zile na kuandika majina yangu katika bahasha. Sambamba na hilo, niliandika maelezo ya uchunguzi niliyofanya. Bahasha niliiwekea lakili au reference nyekundu. Kwenye bahasha ya taarifa niliweka covering letter, yani ripoti na taarifa ya uchunguzi. Baada ya kukamilisha hayo, niliwasiliana na requesting authority. Hapa namaanisha ofisi ya mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam. Sawabu Issa, wakili wa serikali, anasema, sasa nini tena kiliendelea? Shahidi najibu hapa, nasema, siku hiyo ya tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, Assistant Inspector Michael Gyumi alivifuata vielelezo hivyo. Nilimkabidhi vielelezo, akasaini kwenye dispatch book, akasaini na akaondoka na vielelezo. Nilimkabidhi taarifa ya uchunguzi ikiwa sambamba na metadata, vielelezo pamoja na maelezo yangu. Wakili: ieleze mahakama,
Unawezaje kuitambua flash disk ilikuwa ni aina ya Zioxia ukubwa wa GB 8? Anajibu hapa shahidi, lakini pia nasema alama ya stika ya kijani imeandikwa DM ilikuwa attached na exhibit label PF 145. Shahidi anasema ndani yake kulikuwa na video yenye title Tundu Lissu uso kwa uso na watia nia, no reforms no election, njia panda. Waheshimiwa majaji, kuhusu memory card naweza kuitambua ilikuwa kwenye SD adapter iliyopewa alama X, ilikuwa aina ya Aldepo na ilikuwa na ukubwa wa GB 32, ilikuwa na rangi nyekundu na nyeusi, ilikuwa na jumla ya vipande vya video 25. Wakili mkuu wa serikali Lenatus Mkude amesimama kuomba health break. Wakili mkuu wa serikali Lenatus Mkude hapa amesimama kuomba mapumziko. Mheshimiwa Lissu anasimama na kusema, waheshimiwa majaji, sitaki kuwafundisha mawakili 10 na jamhuri namna ya kuendesha kesi yao, lakini hapa walipofikia wanaweza kutenda vielelezo vyao ili tukienda breki wawe wameshamaliza zoezi la kutenda vielelezo, labda kama wana maelezo mengine. Lakini kwa hapa tulipofikia, nafikiri wangetenda vielelezo. Hapa watu wanaongea kwa hisia. Naona mawakili wa serikali wanakubaliana hapa na hoja ya Lissu kwamba kabla hatujaenda mapumziko, basi wangetenda kabisa hivyo vielelezo vyao. Baada ya hapo, wakili Mkude anajibu kuwa, waheshimiwa majaji, sisi tuko tayari kuendelea. Jaji Ndunguru anasema, naomba tuendelee. Wakili wa serikali Sawabu Isa anaendelea na ameomba kumuonyesha shahidi bahasha na kumuuliza, bahasha hii unaifahamu? Shahidi Samuel akajibu, naifahamu kwa sababu ina alama ya lakili ya evidence, kuna logo au nembo ya jeshi la polisi, kuna majina na saini yangu, ndio vitu vinavyoweza kusaidia kuvitambua. Kwenye bahasha niliweka flash disk ya Kioxia na memory card. Wakili Sawabu, umeweza sasa kutazama hivyo vilivyokuwepo hapo, waonyeshe majaji. Shahidi anaanza kutambua vielelezo na amesema, waheshimiwa majaji, hii ni flash aina ya Kioxia na SD adapter ikiwa na memory card ndani yake na stika yenye alama X. Anamuonyesha pia Mheshimiwa Lissu, na hapa Lissu anasema hawezi kuona mbali, kaletewa hiyo flash yenye lebo ya kijani, kasogezewa karibu kabisa, anakitazama ili akihakiki. Wameambatanisha na PF 145. Shahidi anaendelea na anasema pia ilikuwa attached na exhibit label. Wakili Sawabu, shahidi, ulisema kwamba kwenye flash disk kuna kitu kinachoweza kufanya uitambue zaidi maudhui yaliyokuweko kwenye picha mjongeo ya Tundu Lissu uso kwa uso na watiania majimboni, ili uweze kuona hiko inabidi iweje? Yani ili aweze kuona hicho kitu inabidi iweje? Baada ya kusema hivyo, shahidi Samuel akasema, nikipata laptop naweza tambua kwa kuangalia. Wakili Sawabu anasema, kwenye memory kuna nini? Shahidi Samuel anasema, kuna vipande vya picha mjongeo viko 25, zimekuwa named namba 6 hadi 30. Sawabu, hivyo vitu ulivyoviainisha viko ndani ya memory na flash disk, sasa unaiomba nini mahakama ili uweze kuvitambua? Shahidi anasema, waheshimiwa majaji, naomba chombo niweze kuweka ili niweze kuvitambua. Kwa hiyo anaomba chombo cha kuwekea flash pamoja na adapter ili aweze kutambua vilivyomo ndani yake. Shahidi hapa anasema anahitaji chombo kama kompyuta aweze kutuambia kilichopo ndani ya vile vyombo aweze kung'amua. Wakili wa serikali Sawabu Isa anasema, waheshimiwa majaji, shahidi anaomba kifaa kama laptop ili aweze kuangalia na kutambua vielelezo hivyo. Mheshimiwa Lissu anasimama na kusema mawakili wa serikali wana laptop 6, apewe shahidi mmoja aangalie kilelezo chake na aseme kama amevitambua. Laptop ya mahakama haiwezi kutumika kwa sababu ni laptop ya mahakama. Ili itumike lazima kilelezo hicho kiwe tendered mahakamani. Yani ili laptop ya mahakama itumike
lazima kielelezo hicho kiwe tendered mahakamani. Mahakama imekaa kimya kwa takriban dakika kama 10 hivi. Naona majaji wanajadiliana hapa. Jaji Ndunguru anasema kuwa kesi inahairishwa hadi saa 9 kamili ili shahidi akalete laptop au kifaa cha kuweza kutumia kuitambua hicho kielelezo ambacho kipo hapa. Sasa tunakwenda mapumziko na hii itakuwa ni episodi ya pili. Kwa hiyo tukirejea, shahidi atakuwa amekuja na laptop yake kwa ajili ya kuweza kutambua kielelezo hicho. Lakini pia kubwa, tuachie maoni yako hapa. Hii ni episodi ya pili. Episodi ya tatu itakujia, na kukumbusha kwamba kuanzia leo itakuwa ni mfumo wa episodi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano mpaka mwisho wa kesi. Kwa hiyo tutaangalia kama tutafika hata episodi ya 500. Inategemea mashahidi watakavyotoa ushahidi, maswali ya dodoso yatakavyokwenda na vitu vingine. Kwa hiyo tukutane hapa kwenye episodi namba 3, na tuachie maoni yako pia kwa jinsi ambavyo unaona kesi inavyokwenda.